Lakini pia wanasema kwamba wao hawana imani na TFF na bodi ya ligi. Okay, utaenda wapi kama kasi huko kwenyewe umerejeshwa huku? Unaelewa? Kwa hiyo Yanga kutopeleka timu tarehe 15 ni kaidi maagizo ya bodi ya ligi ambao wenye mamlaka ya mpira. Hata kama kuna kesi ambayo inafanyika uchunguzi, lakini FIFA wenyewe wanataka mechi zile zinapigwa. Unaelewa? Kwa sababu hatujui time frame ya kwamba huo uchunguzi utakamilika lini. Kwa hiyo kama uchunguzi utakamilika mwakani, tunatakiwa tusicheze mpira mpaka huo mwakani? No, tunatakiwa tupige boli, watu wacheze mpira, then majibu baadaye atakuja. Atakayegundulika kwamba anakosa ndo anafanyaje? Anaadhibiwa. Kwa hiyo mnaposhindwa kucheza alafu watu tunawapa sababu kwamba kuna watu waligomea kwa sababu kulikuwa hawajafanya mazoezi, mara wengine wanahitaji watu wajiuzuru, bodi ya ligi inachafua taswira ya ligi. Unaelewa? Hivi vitu vinatokea kwetu tu. Wewe ukiwa kama mwandishi, lini ulishawahi kuona wazee wa Inter Milan wakiwa wanaenda kuzungumza sijui timu isicheze, au wazee wa Al Masry sijui? Na ukaribisha wewe ambaye unaifuatilia wakati huu kupitia Dost Media, na leo hii tunazungumza michezo tukitokea moja kwa moja kutokea hapa Ubungo. Tumekutana na Ashrafu tuweze kuzungumza naye kuhusiana na sakata la wananchi Young Africa kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipangwa ufanyike siku ya tarehe 15. Wao wanasimamia msimamo wao kwamba hawapeleki timu uwanjani kwa vigezo vyao ambavyo wenyewe wanavizungumza. Jina langu ni Maunga Junior. Ngoja sasa tukazungumze tupate uchambuzi yakinifu kutoka kwa Ashrafu. Vipi? Safi. Freshi. Mzee. Bwana, mimi nikupongeza kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Asante sana, lakini pia napenda namna ambavyo mnapush hili jambo mzee. Nimeenjoy unajua wote ni vijana Kwa hiyo ukiona kijana mwenzako anafanya kazi nzuri na mpigia makofi. Kwa hiyo nimependa mzee, naona vitu vinasogea huko Instagram na kwenye YouTube vitu vinaenda. Mimi pia niwapeni kongole mzee wangu. Mimi nipokee hizo kwa mikono miwili kwa niaba ya mkurugenzi wetu. Nakubali kaka. Basi sasa tuzungumze kwanza dabi, afu mwisho tutaenda kuzungumza kuhusu Bonanza. Haina shida kaka. Bwana, Young Africa wanagomea mchezo wa tarehe 15 dabi ya Kariakoo. Kwa namna ambavyo ilivyokuepo, unafikiri Young Africa wako sahihi kugomea mchezo? Bwana kwangu mimi sidhani kama wako sahihi. Kwangu mimi siamini kama wako sahihi. Lakini usahihi wa jambo wanalijua wao wenyewe ambao wanagomea, pengine na sababu zao binafsi ambazo watu wengine hatuzifahamu. Unaelewa? Lakini tukirudi kwenye utaratibu wenyewe ukoje? Mechi ilitakiwa ichezwe Machi 8. Si ndio? Ndio tarehe ya dabi ambayo ilitakiwa ichezwe. Lakini timu B ambayo ni Simba, kwa sababu Yanga ni timu mwenyeji, ndio timu A, waliandika barua usiku kuonyesha kwamba hawatocheza huo mchezo. Na moja sababu ambazo walizieleza kwenye ile barua yao ni kwamba walinyimwa haki ya kanuni kutumia uwanja kabla ya mechi, yani day one before. Unaelewa, kwenda kufanya mazoezi na vitu vingine kama hivyo. Ni kanuni kabisa, kanuni na waruhusu wao kwenda kufanya hivyo. Na kwenye maelezo yao walikuwa wanaeleza kwamba ni mabouncer wa Yanga ndio wamewazuia wao kwenda kucheza. Of course wale waliandika barua pia kwenda kwa bodi ya ligi ambao ndio wenye mamlaka ya mpira. Bodi ya ligi asubuhi wenyewe walikuwa wanaamini kwamba mpira upo, dabi inachezwa. Lakini baadaye walipojiridhisha na wakafanya tafiti zao, wakaona wahairishe ule mchezo kwamba mechi haitopigwa. Lakini Yanga licha ya barua ya bodi ya ligi, wao walipeleka timu uwanjani kama ilivyokuwa ada, kwa sababu wao wanaamini kwamba Simba hakuwa na sababu za msingi wala bodi ya ligi ya kuahirisha ule mchezo. Unaelewa? Bodi ya ligi wakatuambia kwamba wanataka kufanya uchunguzi, si ndio? Kwa sababu walikuwa wanasema kuna issue za usalama, yani kutishia usalama wa watu, lakini pia kulikuwa na issue za rushwa, kwa lazima watu wafanye nini? Wafanye uchunguzi, si ndio? Kwa hiyo bodi ya ligi pia kikanuni wanaruhusiwa kuahirisha mchezo kama ambavyo walifanya. Kwa hiyo Simba pia wao wenyewe kuomba kutopeleka timu, walitumia kanuni yao ambayo wenyewe wanaamini kwamba sio wenyewe, ni kanuni iko hivyo, si ndio? Bodi ya ligi pia wametumia kanuni kufanyaje? Kuahirisha mchezo. Unaelewa? Yani hayakuwa maoni ya mtu tu kwamba tunaahirisha mchezo, si ndio? Nini kinafuata? Ni bodi ya ligi kuendelea kufanya uchunguzi wa kile kilichotokea, then walete majibu kwamba kwa nini dabi haikuchezwa. Unaelewa? Ingawa kikanuni walikuwa wako sahihi. Yanga wanachokilalamikia wao kwanza ilikuwa ni issue ya kutokuwa na imani na bodi ya ligi. Na kutoridhishwa na kuhairisha mchezo bila sababu za msingi ambazo wao wanaziamini kuwa ni sababu za msingi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Yanga walikuwa wanakidai, wanahitaji majibu ya uchunguzi ambao waliusema. Je, hao watu ambao mnasema ni mabodyguard ni kweli walikuwepo, na nani alikuwa ni changamoto ambayo ilisababishia Simba kutokupeleka mchezo? Lakini tunarudi kwenye lengo la mpira. Mpira unatakiwa uchezwe. Unaelewa? Hata kama kuna kesi ambayo inafanyika uchunguzi, lakini FIFA wenyewe wanataka mechi zile zinapigwa. Unaelewa?
kwa sababu hatujui time frame ya kwamba huo uchunguzi utakamilika lini. Kwa hiyo kama uchunguzi utakamilika mwakani, tunatakiwa tusicheze mpira mpaka huo mwakani? No, tunatakiwa tupige boli, watu wacheze mpira, then majibu baadaye atakuja. Atakayegundulika kwamba anakosa ndo anafanyaje? Anaadhibiwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani kuona Yanga wakicheza mpira. Unaelewa? Nilikuwa na wish Yanga wapeleke timu wacheze. Inawezekana wakawa wako sahihi kwenye ngo yao, lakini nafikiri tungekuwa tunaheshimu agizo la FIFA kwamba uchunguzi unaendelea lakini mbungi ipigwe. Tukisema tarehe 15 ikafika, Yanga Afrika hawajapeleka timu uwanjani. Yanga Afrika yani kiuhalisia tukisema Yanga Afrika anagomea mamlaka, tutakuwa tuko sahihi ama tutakuwa tunakosea? Kaka uko sawa kaka. Wala unahitaji kupepesa macho kwenye hilo. Unaelewa? Unajua bodi ya ligi ndio mlezi wa mpira wetu na TFF au ndio wenye mpira wetu. Unaelewa? Na ndio maana hata Yanga walivyoenda CAS waliambiwa kwamba rudini huko kwenye mamlaka ya mpira. Unaelewa? Kwa hiyo walitakiwa warudi huku, au hiyo haki ambayo wanaidemand wanatakiwa wazungumze na nini bodi ya ligi pamoja na TFF. Kwa hiyo huwezi kuipata haki yako ambayo wao wanaamini kama unakimbia kukutana na TFF au bodi ya ligi. Unaelewa? Lakini pia wanasema kwamba wao hawana imani na TFF na bodi ya ligi. Okay, utaenda wapi kama CAS huko kwenyewe umerejeshwa huku? Unaelewa? Kwa hiyo Yanga kutopeleka timu tarehe 15 ni kaidi maagizo ya bodi ya ligi ambao wenye mamlaka ya mpira, kwa sababu wao wamepanga tarehe ya mchezo. Baada ya kusitisha ule mchezo pia uchunguzi unaendelea. Kwa hiyo tulikuwa tunatarajia baada ya bodi ya ligi kupanga tarehe mpya watu waende wakacheze mpira, alafu majibu baadaye yatakuja. Hatujui ni lini uchunguzi utakamilika na hakuna time frame kwamba uchunguzi unatakiwa uwe ndani ya siku 2 au ndani ya siku 3. No, ni mpaka watu wajiridhishe, wakishajiridhisha ndo mbunge inapigwa. Kwa hiyo mimi kwa heshima ya mashabiki, broadcasters wale ambao wanatangaza vitu, kuna uwekezaji mkubwa, nilikuwa natamani kuwaheshima watu, waheshimu mashabiki zao. Unaelewa? Kwa sababu mwisho wa siku unajua hawa mashabiki ndo watu muhimu, yani ndo mtu wa mwisho kwenye mpira. Unaelewa? Mnatengeneza jezi, anayeinunua ni nani? Mashabiki. Mnatangaza viingilio, wanaokata tiketi ni nani? Mnacheza, mnashangiliwa, faida inakuwa ni kwa nani? Mashabiki. Unaelewa? Mashabiki ndo wenye timu, wachezaji wanasajiliwa kuja kutengeneza timu. Ndio maana mchezaji leo anaondoka, kesho anakuja mwingine. Unaelewa? Walikuwa na chama huku, sasa hivi hayupo, Aziz alikuwepo, Mayele. Unaona? Kwa hiyo mashabiki wako pale pale. Kwa hiyo mashabiki watu wanatakiwa kuangalia kwa jicho la tatu, kuwaona hao ndio watu muhimu zaidi kwenye mpira wetu. Kuna watu wengine labda walikuwa wanazungumza kwamba Yanga Afrika anamuogopa Simba kwa namna status ya timu hizi zilivyokuwepo. Hiyo kauli wewe kwako unaichukulia? Napingana nayo kwa 400% kama zipo hizo asilimia. Brother, let me tell you something. Sawa? Na watazamaji wa Dost Media, ndio? Kaka, kwenye hii nchi Yanga ndio timu bora currently. Sijui unanielewa? Kwenye hii nchi Yanga ndio timu bora currently. Achana na hizo propaganda zao nyingine za nje ya uwanja kwamba wanapeleka timu wapeleke timu. Unaelewa? Ukija kuangalia Simba wanajenga timu kaka. Unaelewa? Simba wanajenga timu. Yanga wanayo timu. Timu ambayo makocha watatu ndani ya msimu mmoja wamebadilishwa na bado inaongoza ligi kaka. It's not easy. Unaelewa? Yaani makocha watatu wameshifti. Timu bado inaongoza ligi. Timu inaongoza kwa kufunga magoli mengi. Timu ndio hiyo ambayo imeruhusu magoli machache. Na ndio hiyo timu ambayo inaongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi pa mechi. Na ndio hiyo timu ambayo inacheza more attractive football bro. Unaelewa? Wana quality player. Yanga hawezi kumwogopa Simba currently kaka. Wamekutana mara ngapi back to back na hajawahi kumfunga. Unaelewa? Mimi naamini tu wana hizo ajenda zao nyingine nje ya uwanja, lakini on pitch Yanga ni timu bora bro. Kuna lingine ile hapa ambalo unajua mpira wetu umetengenezwa kwa muda mrefu sana. Hivi sasa hii picha ambayo inaenda, huyu anasema hivi, huyu anazungumza hivi, huyu apeleke timu, huyu anasema apeleke timu. Unafikiri inaleta picha gani kwenye ligi yetu? Ni kuharibu taswira ya mpira wetu. Unajua kwa nini? Mechi kubwa ambayo kuna waandishi, unajua waandishi wa habari wenzetu huwa tuna communicate nawe kutoka nje. Kuna watu walishakata ticket, walisafiri kuja kuangalia dabi. Unaelewa? Hata hii kusema ligi yetu ni namba 5 kwa ubora, sasa hivi namba 4. Ni kwa sababu kuna nguvu imekuwa pushed na hao Simba na Yanga kuonekana kwenye hatua za kimataifa mara kwa mara, kucheza huko, kuonyesha ushindani kweli kweli. Watu wanaona okay, Tanzania ni kumbe kuna timu zinatoka kule. Tunahitaji kutolea jicho. Kwa hiyo moja kati ya mechi ambayo watu wengi wanakuwa wanaitolea macho ni mechi ya dabi. Kwa hiyo mnaposhindwa kucheza alafu watu tunawapa sababu kwamba kuna watu waligomea kwa sababu kulikuwa hawajafanya mazoezi, mara wengine wanahitaji watu wajiuzuru, bodi ya ligi inachafua taswira ya ligi. Unaelewa? Hivi vitu vinatokea kwetu tu. Wewe ukiwa kama mwandishi, lini ulishawahi kuona wazee wa Inter Milan wakiwa wanaenda kuzungumza sijui timu isicheze, au wazee wa Al Masry sijui wazee wa TP Mazembe? Ni vitu ambavyo hivi kwetu vipo, na tumezipa hizi timu mamlaka hayo makubwa ya kutoheshimu ligi. Unaelewa? Bodi ya ligi pamoja na TFF. Unajua timu zetu
hizi ndio hizo timu zimekuwa na mamlaka wa kugomea chochote na kufanya chochote kila alafu hakuna kitu kinaeleweka. Kwa hilo ambalo umejizungumza hapo kwamba hizi timu zina kawaida ya kukaidi mamlaka. Unatamani tarehe 15 kama watapeleka mamlaka izichukue kama lilivyokuwepo. Tunataka hivyo, watu wasitangulize busara kwenye issue za kanuni. Unaelewa? Tumefika hapo kwa sababu ya watu kutaka kubalance vitu. Unaelewa? Usimba na Uyanga ndani yake, kutaka kubalance vitu kwa sababu tu unaogopa Simba, unaogopa Yanga. Mimi natamani kuona watu wa mpira wakiwa wamenyooka. Yani of course unaweza kuwa wewe ni shabiki wa Yanga ukawa na shabiki wa Simba, si ndio? Ukawa uko pale, lakini unyooke. Unaelewa? Yani hii ni black, ni black, ni white, ni white. Kwa sababu gani? Kwenye issue ambayo inaendesha kikanuni, unaelewa? Kanuni ziko pale, sheria ziko pale. Yani kwa nini mnarudi mnataka mtumie busara? Kwa nini mlitengeneza hizo kanuni na mkathibitisha? Basi tungekuwa tunaishi kwenye mazingira ya kutumia busara, yani kanuni zisiwepo. Yani jambo linakuja mbea, sikiliza, ili jambo tutumie busara. Unaelewa? Lakini kama kanuni zipo, mwongozo, kila kitu kipo pale, watu wafuate busara. Yanga hataki kwenda, kanuni nataka nini? Timu ambayo hataki kwenda uwanjani, watu wafuate kanuni kama ambavyo zinatakiwa kuwa kaka. Tumezungumza mengi kuhusu dabi, sasa tumzungumzie Sarito, kijana mdogo mwenye brain kubwa ya kuweza kuhakikisha vijana wa mtaa wanafikisha pale ambapo walipo. Hii kwa kweli kama kijana mwenzetu, kwa kitu ambacho amekifanya Sarito, inaleta picha gani katika jamii yetu? Bwana, mimi kwanza nimpongeze kaka. Nimpongeze Sarito na kwa nini leo niko hapa? Ni kwa sababu naheshimu hichi kitu ambacho amekifanya. Uweze amini, mimi leo kwa mara ya kwanza ndio naonana na Sarito. Yani yes, macho kwa macho ile tunakutana leo, lakini watu ambao tumekuwa tukiwasiliana kupitia kwa mtandaoni. Unaelewa? Kwamba yeye aliona na mimi nilimuona kwamba ni vijana ambao tuna vision moja. Unaelewa? Kwa hiyo mimi pia nimetokea mtaani basi. Mimi ni kijana wa mtaani kabisa, mtoto wa mtaani Temeke huko. Unaelewa? Kwa hiyo naheshimu nguvu ya mtaa. Unaelewa? Najua huko mtaani kuna vipaji vingi sana bro. Mimi au wewe au na watu wengine ambao sasa hivi tumepata platform ya kuonekana, haimaanishi kwamba si ni bora kuliko waliopo mtaani, lakini ni nyakati tu na Mungu ameamua kutubless kwa wakati huu. Kuna watu wengi wako mtaani ambao wanataka kunyanyuka pia au kunyanyuliwa na hizi media na watu wengine. Kuna watu wana talanta sana bro. Unaelewa? I'm not good enough kwamba mimi niko hapa, lakini no, kuna watu wengine pengine wananizidi hata mimi, lakini bado hakuna mtu ambaye aliwaona. Tuna watu hao watu mtaani. Ni lazima atokee ambassador, atokee balozi kutoka mtaani, aje awavute watu au kuwaaminisha wakubwa kwamba huko mtaani kunafanyaje? Kuna watu. Unaelewa? Kama mimi nimetokea mtaani, kama Sarito ametokea mtaani, kama wewe kama Richikiza ametokea mtaani, si ndio? Tunaamini mtaani kuna watu wengi, kuna Ashraf Jela yuko huko, kuna Sarito mwingine yuko huko. Pengine hana nguvu yeye, si ndio? Tunafanyaje ndio tunamfikia. Sarito mimi nimejuana naye kwenye uandishi wa makala. Unaelewa? Nilikuwa naandika makala sana. Na kwa watu ambao wananifuatilia watakuwa wanajua. Unaelewa? Familia yetu yote inafahamu kwamba sisi ni watu wa kuandika articles mbalimbali. Kwa hiyo kuna vijana wengi huko tunahitaji kuwavuta. Kwa hiyo tunafanyaje? Hatuwezi kuwavuta watu wote tu kwa muda mmoja. Tunaanzisha hiki kitu. Watu wakubwa, umeona kama ile bonanza mbonge inapigwa hapa, kuna watu wakubwa mfano kama Shafi Dauda anakuja hapa, watu ambao ni madigala kwenye industry, ndio wanaona watu. Kuna watu kibao wametokea kwenye project yake Ndondo Cup, ilikuwa ni wafu kama hili, ndio na hivi kizungumzia shindano kubwa la mpira wa mtaani ni Ndondo Cup ambalo limeibua watu wengi akina Edinado. Tunaona watu wengi wamekuwa wakishiriki huko, ilifikia hatua mpaka goli la mama lilikuwepo. Maana yake ni kwamba watu wanafahamu nguvu ya nini, nguvu ya mtaa. Unaelewa? Kuna makingi huko, kina Mashaka Pogba, kina Mayele wanapatikana huko. Kwa hiyo ili jambo la kurudi kwa jamii kuja kuangalia namna gani tuna support vipaji ni kitu kizuri kweli. Mimi nimempa congratulations. Natamani kuona wadau wakiongezeka na wakitia support kweli kweli, ili next time msimu unaokuja shindano liwe kubwa zaidi ya hili hapa. Vipi kwa vipaji ambavyo umeviona hapo vinaonyesha? Unaiona adhina ya taifa? Kabisa kaka. Nilikuwa nimekaa hapo, unaona na kijana kabisa namna ambavyo anajengwa kuanzia yuko mtoto yani. Unajua moja vitu ambavyo sisi vimetufelisha ni kutokuwepo na academies. Unaelewa? Tunakuja kulalamika baadaye kwamba wachezaji wetu wacheze vizuri kwa sababu ni mtu ambaye ana kipaji, lakini amekosa zile basic za mpira. Mpira watu wanakaa darasani wanasoma, si ndio? Yani amezaliwa na kipaji lakini hakupata brush. Unaelewa? Unampiga brush kwamba okay, ukiwa hapo unataka kufanya nini, ukiwa na kiungo unataka kufanya nini. Ndio maana tunaona wachezaji wetu wengi ni wale watu ambao wana talent, lakini game intelligence yao ni ndogo. Kwa sababu gani? Hawakupita huko. Kwa hiyo kama tunawaandaa vijana hawa kutokea huku mapema, unamjenga akiwa darasa la kwanza, naona okay, ukitaka ukiwa kiungo sifa za kiungo ni zipi, unatakiwa kupiga mpira kutoka wapi, 50 touch yako ikoje, namna ambavyo una receive ball. Huyu akishakuwa mkubwa anakuwa na ile misingi, baadaye ndo anakuwa mtu noma kaka. Angalia
mabwana mdogo ambao tunawaimba leo barani Ulaya. Unaelewa? Akina akina Lamine Yamal, akina Mbappe, akina Doe wale wanafanya makubwa, lakini wametokea wapi? Kwenye academy. Unaelewa? Of course huko mtaani. Kwani Lamine Yamal si mtoto mtaani tu? Lamine Yamal amecheza mpira wa makaratasi mtaani bro. Unaelewa? Baadaye akaenda kwenye academy. This time kaka, tunazungumzia moja kati ya vijana ambao ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo mtaani kuna watoto wengi ambao wana talent. Tunahitaji watu wa kuwafikia moja kwa moja. Hichi tunachokifanya ni kitu kikubwa. Natamani watu waione hii project kwa ukubwa na waendelee kuinvest. Tunahitaji kuwatoa watu wakubwa. Kwa sababu hapa watu wakija wanaona madogo wanavyocheza pale. Unaelewa? Ukiona okay, udogo anahitaji ABC tu, baadaye anakuja kuwa mchezaji mzuri. Bana, najua umezungumza vitu vingi, leo lolote la kumalizia kwa Salito Mwamba. Bwana, mimi napenda hicho alichokifanya. Na narudia tena kumpa pongezi kwa sababu gani? Salito ana hela. Unaelewa? Sio kwamba ni tajiri, no. Lakini hicho kidogo alichokuwa nacho na ameorganize kuwashawishi watu kwamba bwana, mimi nina hii idea tunaweza tukaifanya kwa ukubwa mpaka leo ilipofikia. Ni vijana wachache wenye hizo vitu, kwa sababu watu wengi ni wabinafsi, wanajiangalia wao wenyewe kwamba okay, nimepambana, nishaanza kupiga, nishaanza kuonekana, ngoja mimi nipambane mimi mwenyewe. Lakini the end of the day watu wanaangalia vijana namna ambavyo natakiwa. Sasa mimi nataka nikuhakikishie kwamba mimi wakati naambiwa, nimekuja ofisini naambiwa kwamba kuna issue ya kalamu ya mtaa. Kuna picha ilikuja kichwani mwangu kwamba huyu mtu ambaye ameanzisha labda ni mtu mkubwa. Nikaja kukutana na Salito, nikasema Mwamba wewe, siri ni nini baba? Of course uthubutu. Unajua Salito ni mtu ambaye nilikuwa naongea naye mara nyingi sana. Ni mtu ambaye ana vision, ni mtu ambaye ana maono makubwa ya mpira. Yaani katika vijana ambao wanatamani kuibadilisha ulimwengu wa mpira, yeye yupo. Kuna muda mwingine ananipigia simu ananiambia, bwana, nyinyi vijana mnapata nafasi ya kuzungumza kwenye mic, zungumzeni ukweli. Unanielewa? Ni mtu ambaye ana passion kweli kweli. Na of course mimi namuombea kwa Mungu azidi kumpa moyo ili vijana wengine waje wapatikane tuwe kama sisi pia. Bwana, mimi nakushukuru sana. Hatari sana. Bwana, huyo ni Ashrafu, mmoja ya mchambuzi kutoka pale Crown, ameweza kuzungumza mengi sana kuhusiana na Simba na Yanga, lakini pia ameweza kumkubali na mimi pia nimpe kongole zake Salito kwa kuandaa kitu kikubwa, kuwashika mikono vijana wa mtaa ili waweze kufikia kwenye ndoto zao ambazo wao wenyewe wamejiwekea. Na mimi kutokea hapa, jina langu ni Maunga Junior kwa